Dakika 5 zilipita akiwa kule ndani bila kutoka. Nilipoinuka na kwenda mlangoni mwa chumba chetu, nilimkuta amepiga magoti chini pembeni ya kabati akiwa anashika ile simu ndogo mkononi akituma ujumbe kwa kasi huku machozi yakimtiririka. Nilipiga hatua 2 za haraka na kumnyang'anya ile simu kabla hajafuta ujumbe. Nilipotazama kwenye kioo cha simu, ujumbe aliotoka kuandika kwenda kwa jina la boss ulikuwa unasema, ameshagundua kuhusu hati. Fanya mpango wa kumpoteza au kunitoa hapa usiku wa leo. Vinginevyo nitasema ukweli wote kuhusu mpango wako. Akili yangu ilisimama kufanya kazi kwa sekundi 5. Huyu Salma ni mke wangu au ni adui aliyetumwa kuja kuniangamiza maisha yangu? Mbona nashindwa kumuelewa? Na huyu bosi ana nguvu gani hadi Salma aombe amfanyie mpango wa kunipoteza mimi, mume wake wa halali? Ulikuwa kama upepo wa moto uliopiga usoni. Fanya mpango wa kumpoteza? Yaani mwanamke niliyemuoa, niliyempa heshima zote mtaani, leo hii anamuomba mwanaume mwingine anipoteze mimi kwa sababu tu nimegundua mchezo wao wa hati ya nyumba. Nilimshika Salma mkono kwa nguvu ya hasira iliyokuwa inatukutika ndani yangu. Hakuwa na uwezo wa kuniangalia machoni tena. Alikuwa anatetemeka mwili mzima, machozi yakimtiririka bila hata kutoa sauti. Salma, simama, nilimwambia kwa sauti ya chini lakini yenye uzito uliomfanya ainuke hapo hapo. Huyu bosi ni nani? Na kwa nini unamuomba anipoteze mimi, mume wako? Ina maana aniue, si ndio? Salma alipiga goti tena, akashika miguu yangu. Mume wangu, nakuomba sana unisamehe. Usipige kelele mtaani wakatutazama vibaya. Sijawahi kutaka uzurike hata siku moja. Naomba unisikilize ukweli wote usiku wa leo. Nilimvuta hadi sebleni, nikamketisha kwenye sofa. Nami nilikaa mbele yake nikimkazia macho. Ongea Salma, na usinidanganye hata neno moja, maana hapa nilipo sina cha kupoteza tena, nilimwambia. Salma alifuta machozi kwa kanga yake, kisha akaanza kuongea kwa sauti ya kukatika katika. Mume wangu, huyu mwanaume unayemuona anaitwa boss ni mtu ambaye nilimjua miaka 2 iliyopita kabla hata hatujamaliza kujenga hii nyumba. Wakati ule biashara zako za usafirishaji zilipoyumba na mtoto wetu alipopata ugonjwa wa ghafla, tukakosa pesa za matibabu. Nadhani unakumbuka sana. Mimi ndiye nilienda kukopa pesa bila wewe kujua. Ni kweli, miaka 2 iliyopita mtoto wetu aliumwa sana na mambo yalinyokea vibaya mno. Lakini siku zote Salma aliniambia amepewa msaada na mdogo wake wa kike. Sasa kwa nini hukuniambia ukweli siku hiyo? Niliogopa ungeniwazia vibaya mume wangu. Lakini shida haikuishia hapo. Lile deni lilikuwa na riba kubwa sana. Nikawa nashindwa kulipa kidogo kidogo. Sasa miezi 3 iliyopita bosi alinitafuta akaniambia kama siwezi kulipa pesa zake basi nitafute dhamana ya nyumba yetu ili anipe mkataba mpya, au sivyo atanifunga na kumwambia kila mtu mtaani kuwa nilichukua pesa zake. Ndo ukachukua hati ya nyumba kabatini bila mimi kujua? Nilimfokea kwa uchungu sana. Alinilazimisha Brian. Aliniambia ataiweka tu kama dhamana na kwamba baada ya miezi 2 angenirudishia, lakini leo mchana nilipokutana naye pale mgawani ndio ameniambia ukweli kwamba tayari ameshaiuza hiyo hati kwa kampuni ya mikopo na anataka sisi tuhame kwenye hii nyumba. Nilishika kichwa changu kwa mikono yote 2. Akili yangu ilikuwa inawaka moto. Na ule ujumbe wa kumwambia anipoteze ulikuwa wa nini? Salma alitikisa kichwa kwa kasi. Mume wangu, hukunielewa. Neno kumpoteza nilimaanisha akufanyia mpango wa... Sikuwa na maana ya kukuua. Naomba uniamini Brian, mimi ni mke wako.
Nilibaki nimemkodolea macho Salma. Maelezo yake yalikuwa yanaingia akilini kwa mbali, lakini nafsi yangu ilikataa kuamini 100%. Mwanamke aliyeweza kuficha siri nzito kama hiyo kwa miaka miwili anawezaje kuwa mkweli leo? Kabla sijamjibu kitu chochote, ghafla tulisikia kishindo kikubwa cha gari ikisimama kwa kasi nje ya geti letu, ikifuatiwa na sauti ya mtu akipiga hodi kwa nguvu mlangoni. Nilichukua ile simu ndogo mezani, nikamwambia Salma kwa sauti ya chini, kaa hapa hapa usitoke nje. Basi nilitembea taratibu hadi mlangoni, nikafungua kidogo. Nje kulikuwa na gari yenye vioo vyeusi na mwanaume mmoja mrefu aliyevaa koti jeusi. Alikuwa amesimama pale getini akitazama ndani huku akiwa ameshika simu yake mkononi. Akilini mwangu nilijua moja kwa moja huyu ndio bosi mwenyewe na amekuja kufanya kile alichokuwa amepanga na Salma. Nilipokuwa nimesimama mlangoni nikimchungulia yule mwanaume mrefu aliyetoka kwenye ile gari la vioo vyeusi, roho ilikuwa inadunda kwa nguvu sana. Nje kulikuwa na kimya kingi cha usiku wa saa 6 kasoro. Akilini mwangu nilijisemea, kama huyu ndiye bosi anayeleta jeuri kwenye nyumba yangu, basi usiku wa leo lazima kila mtu ajue mipaka yake. Nilipiga hatua za taratibu kuelekea getini. Sikuchukua silaha yoyote wala sikutaka kuonekana na hofu. Mtaani kwetu kuna kanuni moja, ukionyesha uoga mbele ya mtu anayekutishia, unakuwa umejisalimisha kabla ya mapambano. Nilipofungua kale kamlango kadogo ka geti, yule mwanaume alitulia akitazama simu yake. Aliponiona mimi alinyanyua uso wake taratibu. Alikuwa mwanaume wa umri wa miaka kama 40 na kitu hivi. Amependeza sana, lakini macho yake yalikuwa makavu sana. Hana tabasamu hata kidogo. Akauliza, wewe ndo Brian? Nikamwambia ndio mimi. Mimi ndo Brian mwenye hii nyumba. Wewe ni nani? Unatafuta nini getini kwangu usiku huu? Nilimjibu huku nikimtazama macho bila kupepesa. Yule mwanaume alitabasamu kidogo kwa dharau. Akaingiza mkono mmoja kwenye mfuko wa koti lake. Akasema, mimi naitwa Boss Frank. Sikuja kuleta shida au kupigana na wewe kijana. Nimekuja kumchukua mke wako Salma kwa sababu tuna mazungumzo ya dharura. Biashara zetu na pesa tunazodaiwa. Maneno yake yalikuwa kama mafuta yaliyomwagwa kwenye moto uliokuwa unawaka ndani yangu. Unataka kumchukua mke wangu usiku huu? Wewe, mimi sio mtoto mdogo wa mtaani unayeweza kumfanyia michezo ya kitoto. Hati ya nyumba yangu iko wapi? Na kwa nini umekuwa ukimtishia mke wangu na kumtumia pesa kwa siri? Yule jamaa alicheka kwa sauti ya chini, kisha akasogea karibu na mimi. Akanambia maneno yaliyoondoa kabisa uvumilivu wangu. Wewe ni kijana unayejitahidi sana, lakini hujui kitu chochote kinachoendelea. Salma hajakwambia ukweli wote. Hati ya nyumba haiko kwangu wala kwa wale watu wa mikopo. Salma alileta kwangu mwezi mmoja uliopita, akaichukulia pesa ili amsaidie kaka yake wa tumbo moja aliyekuwa na shida kubwa ya kesi polisi. Mimi nilikuwa namsaidia kama rafiki, lakini baada ya kuona hasemi ukweli kwako, marejesho hatoi, ndo nikaamua kumkabidhi mtu wa mikopo ili akudai wewe. Nilipigwa na ganzi hapo hapo. Unasema uongo? Kama uniamini mimi, nenda ukamuulize vizuri, alisema huku akitoa pochi yake na kunionyesha risiti zote za miamala alizokuwa anamtumia Salma. Ujumbe niliomtumia mchana haukuwa wa mapenzi wala uhaini. Nilikuwa namwambia tu hakikisha mumeo hapati mashaka, kwa sababu aliomba kwa machozi nisikwambie kuwa kaka yake yupo na matatizo. Wakati jamaa akiwa bado anaongea, mlango wa nyumba ulifunguka. Salma alitoka nje akiwa
anakimbia machozi yakimtiririka. Alifika pale getini na kupiga magoti katikati yetu. Brian, ni kweli, nisamehe sana mume wangu. Kaka yangu alitaka kufungwa maisha jela kwa kosa kubwa sana. Sikuwa na njia nyingine ya kuokoa maisha yake zaidi ya kutumia hati yetu. Niliogopa kukuambia kwa sababu unamchukia kaka yangu kutokana na tabia zake za nyuma. Nilibaki nimesimama katikati ya hao watu wawili nje ya mtaa ambao ulikuwa kimya kabisa. Dhoruba iliyokuwa inatukabili haikuwa tu kuhusiana na kusalitiwa kimapenzi, bali ilikuwa ni kuhusu mke wangu kuweka rehani maisha na jasho letu lote kwa ajili ya kaka yake aliyekuwa na tabia za uhalifu mtaani, huku akinidanganya mimi kwa miaka 2 mfululizo. Yule jamaa alitazama simu yake kisha akasema, Brian, mimi sina shida na mkeo. Shida yangu ni pesa zangu milioni 15 nazitaka. Mimi ni mfanyabiashara na pesa haina undugu wala urafiki. Kama mtaweza kurudisha pesa zangu, nitakurudishieni hati yenu ya nyumba usiku huu. Lakini msipoweza, kesho asubuhi ile kampuni ya mikopo inaingia hapa kupiga mnada nyumba yenu. Yaani pesa yote hiyo mke wangu ameichukua ili kumtoa kaka yake aliyekuwa ameingia kwenye matatizo ya ujambazi mkoani. Kaka ambaye nilijaribu kumsaidia siku za nyuma. Alikuwa ananidharau na kuniona mimi mshamba. Nilihisi uchungu mkubwa sana moyoni, lakini katikati ya ile hasira nilijua mimi ndiye kichwa cha nyumba, na nikiruhusu nyumba ipigwe mnada, mtoto wangu wa miaka 2 ndiye atakayeteseka barabarani. Nilimwangalia yule Frank machoni nikamwambia, Frank, nipe dakika 5 tu nirudi. Nilirudi ndani ya nyumba. Nilifungua sefu yangu ndogo ya siri. Nilikuwa na hifadhi ya akiba zangu za biashara. Nilikuwa na kiasi cha milioni 12 tu. Nilipiga simu moja kwa mara ya kwanza usiku. Nilimpigia rafiki yangu Koba. Koba, nipo kwenye matatizo. Na kuomba uniletee milioni 3 hapa getini kwangu sasa hivi kama unayo. Kesho asubuhi nitakurudishia. Koba ni mtu mwelewa sana, wala hakuniuliza maswali mengi. Hamwezi amini, ndani ya dakika 15 tu alikuwa amewasili na pikipiki akaileta ile pesa. Nilimkabidhi Frank. Alishangaa kuona kijana wa kawaida kama mimi nikiwa na uwezo wa kutoa kiasi kile cha pesa kwa dakika chache kama hivi. Wewe ni mwanaume wa tofauti sana. Hati yako hii hapa, alisema kisha akaingia kwenye gari lake na kuondoka. Basi nilibaki mimi na Salma pale getini. Salma alijaribu kunishika mkono huku akisema, mume wangu, asante sana. Mungu akubariki kwa kuokoa nyumba yetu. Nikamwambia Salma, simama twende ndani. Tulipoingia ndani, nilimketisha Salma sebuleni. Nilichukua ile hati, nikaandika jina langu na la mtoto wetu pekee. Kisha nikaiweka mezani. Nikamwambia kwa sauti ya utulivu kabisa, Salma, nimeiokoa nyumba hii kwa sababu ya jasho langu na kwa ajili ya mtoto wetu. Sikufanya hivi kwa ajili yako. Umeweza kunidanganya kwa miaka 2. Umeweza kuhatarisha maisha ya familia yetu kwa ajili ya kaka yako ambaye hajawahi kututakia mema. Leo hii umeonyesha kwamba mimi sio mtu wa muhimu kwako, bali ni chombo cha kukusaidia ukiwa na matatizo. Salma alianza kulia tena. Brian, mume wangu, nakuomba usifanye maamuzi ya hasira. Nitabadilika. Nilimsimamisha kwa mkono wangu. Nikamwambia, haya sio maamuzi ya hasira. Ni maamuzi ya akili. Kesho asubuhi nitakukatia tiketi urudi kwenu mkoani. Utaenda kukaa kule kwa kaka yako uliyempigania kwa mali zetu, na mtoto wangu atabaki hapa na mimi. Siku utakapojifunza uaminifu na heshima kwenye ndoa, ndipo utakapoweza kurudi kuniomba msamaha. Kweli kesho yake asubuhi, Salma alipanga mikoba yake. Akiwa anatoka mlangoni, alinigeukia na kunitazama kwa mara ya mwisho, huku machozi yakimtiririka, akiwa anajuta
Kwa nini aliruhusu siri ya uongo kuharibu ndoa yake nzuri?